Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali, na tunafahamu ambacho kinaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waasi wa M23 wakizidi kufanya maafa makubwa huko Kongo, idadi ya watu ambao wamepoteza maisha ikizidi kuongezeka, lakini pia miji mikubwa ambayo ni muhimu sana katika uchumi wa Kongo, mji wa Goma pamoja na mji wa Bukavu, miji ambayo ni muhimu sana, lakini pia ina madini ambayo ni muhimu sana, ipo chini ya waasi, lakini wasiwasi ni mkubwa katika maeneo mbalimbali, huku wazalendo nao wakijitokeza sehemu mbalimbali kuunga mkono serikali kuhakikisha ya kwamba waasi wa M23 basi wanadhibitiwa. Na tunafahamu ya kwamba waasi wa M23 wametangaza pia nia yao ya kwenda hadi katika mji mkuu wa DR Congo, Kinshasa, kwa lengo la kuipindua serikali ya Rais Felix Tshisekedi, ambayo wao wanasema kwamba hawawezi kufanya mazungumzo na waasi kwa lengo la kumaliza vita ambavyo kwa sasa vimekuwa ni vikubwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku watu wengi mno wakikimbia Kongo na kukimbilia katika nchi jirani kama Burundi, lakini pia wengine wamekimbilia Uganda na baadhi yao pia wamekimbilia Tanzania. Wakati yote hayo yakiendelea, hii ni moja kati ya habari kubwa sana Kongo, ambapo waziri wa nchi ofisi ya Rais, sheria na mtunza mihuri, Constantine Mutamba ametangaza katika taarifa yake rasmi kwamba zawadi ya dola za Marekani milioni 5 sasa inatolewa kwa yoyote atakayetoa taarifa zinazoweza kusababisha kukamatwa kwa wahalifu ambao wamehukumiwa na serikali ya DR Congo. Wahalifu wao wengi wao ni viongozi wa M23 kama Colonel Nangaa, lakini pia Bertrand Bisimwa pamoja na Sultani Makenga. Aidha, zawadi ya ziada ya dola za Kimarekani milioni 4 itatolewa kwa yeyote atakayeweza kutoa taarifa zitakazowezesha kukamatwa kwa wenzao waliotoroka, ambao pia tutakuhabarisha hapa ni wakina nani. Kama unavyoona, hii ni barua kutoka kwa Constantine Mutamba akitangaza dau nono kwa yeyote ambaye atapelekea taarifa za kukamatwa kwa viongozi hao ambao tayari wamehukumiwa. Moja kwa moja tuangalie kiundani zaidi taarifa hii, lakini pia tutaangalia, ukiangalia kiasi cha pesa ambacho kimewekwa, dola za Kimarekani milioni 5 ni sawasawa kama na bilioni 13 kama pointi 17 hivi za Kitanzania, kwa mtu ambaye atatoa taarifa ambazo zitafanikisha kukamatwa kwa viongozi hao. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoa zawadi ya dola milioni 5 takriban faranga za Burundi bilioni 15 kwa taarifa zitakazowezesha kukamatwa kwa viongozi watatu wa muungano wa AFC, muungano ambao unajumuisha kundi lenye silaha ambalo linapigana dhidi ya serikali mashariki mwa nchi hiyo. Kiongozi wake ni Colonel Nangaa, lakini pia naibu wake ni Bisimwa na mkuu wa jeshi la M23 ni Sultani Makenga. Nadhani huyo kama hujamfahamu vizuri, kuna story moja hapa nilipandisha kumwelezea huyu Sultani Makenga ni nani, lakini hayo yamo katika taarifa ambayo imetolewa na Wizara ya Sheria ya Kongo. Colonel Nangaa pamoja na washtakiwa wengine 25 wakiwemo viongozi wa M23 walihukumiwa kifo na mahakama ya kijeshi nchini Kinshasa Agosti 8 mwaka 2024 kwa makosa ya uhalifu yakiwemo ya uhaini pamoja na kuunda kundi dhidi ya serikali. Kati ya washtakiwa 26 kwa jumla, watano ni Eric Nkuba Malembe, Nangaa Baseyane, Safari Bishori, Mkianga Nyamacho na Nikaise Samafu Makinu.
ndio waliokana mashtaka wakati wa hukumu hiyo. Lakini wale ambao walihukumiwa bila kuwepo mahakamani ni pamoja na Corneille Nangaa ambaye kwa sasa tunasema kwamba ndiye rais wa muungano wa AFC, lakini pia Bertrand Bisimwa ambaye ni naibu wa Corneille Nangaa, lakini pia Jenerali Sultani Makenga ambaye ni kamanda wa M23 ambaye ni kwa muda mrefu sana hajaonekana hadharani, lakini yeye ndiye ambaye anaratibu kila ambacho unakiona jeshi la M23 wanakifanya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini pia mwingine ni Kanali Willy Ngoma ambaye ni msemaji wa jeshi la M23, lakini pia Lawrence Kanyuka ambaye ni msemaji wa muungano wa AFC, lakini pia mwingine ni Bernard Maheshe Byamungu ambaye ni naibu wa Jenerali Makenga, lakini pia mwingine ni Jean Marie Vianney Kazarama ambaye aliwahi kuwa ni msemaji pia wa M23, lakini pia mwingine ni Yvette Nazinda Lubanda ambaye ni mke wa Corneille Nangaa. Mpaka mke wake pia alihukumiwa pia bila kuwepo mahakamani. Lakini pia mwingine ni Henry Magi, hapo awali alikuwa katika chama cha PPRD, lakini baadaye akaamua kujiunga na muungano wa AFC. Lakini pia mwingine ni Jean-Jacques Mamba ambaye ni mbunge wa zamani, alijiunga na AFC mwaka huu, lakini pia ni pamoja na viongozi wengine. Serikali ya Kongo pia imetoa zawadi ya dola milioni 4 kwa yeyote ambaye atatoa taarifa za kukamatwa kwa wale ambayo inasema ni washiriki wa wale ambao inasema wamekimbia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwemo Peroti Luara pamoja na Irenge Baerenge. Hawa ni baadhi ya viongozi ambao wamekimbia, lakini serikali ya Kongo nasema kwamba kwa yeyote ambaye pia atatoa taarifa za kufanikisha kukamatwa kwa ambao wamekimbia, basi atapata dola za Kimarekani milioni 4. Ukiangalia kiwango cha pesa ambacho kimetangazwa na DR Congo, ukilinganisha na mishahara ambayo wanajeshi wa DR Congo wanalipwa, utapata maswali mengi sana. Nilikuhabarisha hapa kwamba mwanajeshi wa Kongo analipwa kama dola 100 za Kimarekani. Dola 100 za Kimarekani ni sawa na kama 240,000 hivi za Kitanzania kwa mwezi. Ni mshahara wa mwanajeshi, lakini kwa mtu ambaye atatoa tu taarifa ambayo itapelekea kukamatwa kwa mojawapo kati ya viongozi hao, basi anapewa dola za Kimarekani milioni 5. Nimekuambia hapa kwa fedha za Kitanzania ni kama sawasawa hivi na bilioni 13 pointi kadhaa. Linganisha hapo ndipo utakapojua yani kwa nini wanajeshi wa Kongo wanapoteza morali katika vita. Lakini pia kwa nini usijiulize kwamba hizo fedha pia kwa nini wasiziingize katika jeshi kwa lengo la kuongeza morali kwa wanajeshi ambao wanapambana na waasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku ambayo hukumu hiyo ilitangazwa katika ujumbe uliotumwa kwenye tovuti ya X, Nangaa alisema kuwa hukumu iliyotolewa na mahakama ni ishara ya hofu ya serikali ya kuanguka kwake. Nangaa alisema kuwa adhabu hizi zinawahusu wale wanaoshangaa tu. Aliongeza, baada ya kuachiliwa kwao, wale waliowahukumu watalazimika kuomba radhi kwa kutekeleza sera inayoonekana kuwa kinyume cha sheria ili kumfurahisha dhalimu. Corneille Nangaa aliwahi kuwa ni mkuu wa timu ya wapiga kura nchini Kongo wakati Rais Felix Tshisekedi alipowania wadhifa huo kwa mara ya kwanza mwaka wa 2018 na kupata ushindi wa kishindo ambao ulimwezesha kupata muhula wake wa kwanza wa miaka 5. M23 ambayo inasemekana kuungwa mkono na Rwanda imekuwa ikizidisha vita vyake tangu mwanzoni mwa mwaka huu,
na kuteka miji mikuu ya majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini, Goma na Bukavu. M23 ilianza tena uhasama mwishoni mwa mwaka 2021 baada ya kushindwa na kukimbia mnamo mwaka 2012. Jumuiya ya kimataifa yakiwemo mashirika ya kikanda ya Afrika Mashariki EAC pamoja na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC inaitaka serikali ya Kongo kufanya mazungumzo na pande zote ambazo zinahusika na mzozo nchini humo, likiwemo kundi la waasi la M23. Lakini hadi sasa serikali ya Kongo imesema kuwa mazungumzo na M23 ni mstari mwekundu ambao hawawezi wao kuvuka. Kwa upande mwingine, Rwanda inatuhumiwa kuunga mkono kundi la M23 na nchi za Ulaya na Marekani zimekuwa zikiwekewa vikwazo serikali ya nchi hiyo kwa siku kadhaa. Inadai kuwaondoa wanajeshi wake kutoka Kongo na kuacha kuunga mkono M23. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa wanajeshi wa Rwanda nchini Kongo wanafikia karibu 4,000 na Rwanda inakanusha jambo hilo, ingawa katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Marekani, Rais wa Rwanda Paul Kagame alijibu kuwa hajui kama kuna wanajeshi wake ambao wapo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Rwanda inasema kuwa inachukua hatua za kufuatilia usalama wa nchi yake kutokana na athari zinazoendelea za vita huko nchini Kongo. Rwanda inaishutumu serikali kwa kusaidia kundi la FDLR lenye makao yake makuu nchini Kongo dhidi ya Rwanda. Wanachama wake wanasemekana kukimbilia huko baada ya mauaji ya kimbari ya Rwanda mwaka 1994 ambayo yaliua takriban watu zaidi ya 800,000 na wengi wao wakiwa ni Watusi. EAC na SADC zote mbili zinajumuisha Kongo. Hivi karibuni ziliteua wapatanishi watatu kujiunga na mchakato wa Rwanda pamoja na Nairobi kutafuta suluhu la amani la tatizo la usalama mashariki mwa Kongo ambalo limekuwa likiendelea kwa takriban miaka 30. Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha hapa, lakini kubwa zaidi tochea maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali.